Unaelewa? Unapozungumzia Guantanamo sio mchezo. Hii sio Guantanamo. Sawa bwana, hii sio Guantanamo. Kama ingelikuwa Guantanamo leo tusingetoka. Guantanamo hatoki mtu. Huko hamna kitu. Umeelewa? Matokeo yake askari magereza, mfungwa amemchukua askari magereza ndo kamfungia chumbani, afu yeye katoka anacheza anamlinda askari magereza ndani. Ndio kilichotokea leo hapo uwanjani. Timu hana. Mimi sishazungumza kila siku tunazungumza. Yanga angekuwa na timu bora, kwa nini mpaka leo hana uwezo kuzifunga timu 4 za poti namba 1? Yaani timu namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 barani Afrika hana. Na ndio maana anaishia pointi 8 kila siku. Ataishia kucheza huko ndani. Mpaka simu zipigwe ndio anapata matokeo. Mkao mnabisha. Hadi goli linatatizo gani? Wanasema mwingine wakati anasema linao mkono tembea anasema offside. Refa anageuka. Lazima ni ataki. Umeelewa? Goli linatatizo gani? Kosi imepigwa. Mwalimu kapiga hela. Diara amecheza, amemrudishia tena mwalimu anafunga. Sasa kwa hiyo kama mara ya kwanza alipiga kichwa hajazidi, mara ya pili anazidi vipi sasa? Kwa hiyo huu ni ujinga wa marefa wetu. Tunaelewa ni ujinga wa marefa wetu, lakini kiuhalisia Yanga ataisha hivi kubebwa, na ndio maana kimataifa siku zote anashinda misimu 4 katika ubingwa, lakini robo finali kaingia mara hii moja. Alikuwa anatuita sisi mwaka robo kwa sababu kila mwaka tunaingia robo finali. Sasa alifikiri robo finali mchezo, aitafuta robo finali kaingia mara hii. Kwa tokeo yake sasa hivi anaitwa 88 FC. 88 FC. 88 FC. Kila mwaka anaishia pointi 8. Yanga tangu zaliwa haijawahi kufikisha pointi 9 klabu bingwa. Wanasema wao wamecheza kimalengo leo. Wanasema nini? Kimalengo walikuwa kimalengo, kwani tuko kwenye klabu bingwa. Hii ni ligi ni marathon. Bado ndio kwanza mechi ya 10. Una mechi 20 unacheza kimalengo, mechi ipi sasa? Wanasema kwa sababu wamezidi gap pale alama 5 wamezidi. Kwa hiyo ndio ligi inaisha leo. Unacheza kimalengo, ingekuwa kama ile mechi ya mwaka jana kwamba ukishamaliza pale unatawaza unakuwa bingwa. Mechi bado 20 unacheza kimalengo. Wamezidiwa. Sawa, kuanzia ball possession tumwazidi kipindi cha kwanza. Sawa, shoot on target tumwazidi, shoot off target tumwazidi, pasi ya accuracy tumwazidi. Simba kipindi cha kwanza kapiga pasi 382. Umeelewa? Kipindi cha kwanza pasi 382, kipindi cha pili pasi 324. Jumla pasi ni ngapi? Kwa pasi 300. Sasa wewe unasema eti kwamba huyu mtu amemwachia mpira. Yaani kuna kocha ana mpira. Yule ndio basi. Leo Chabalala leo hajafika mstari wa kati. Vipindi vyote viwili. Hajafika mstari wa kati. Si umeelewa? Israeli Mwanda kule hajafika mstari wa kati, Chabalala hajafika mstari wa kati. Yobu kaamua ajivunje atoke, kaona ile balaa zipo. Kaumia. Kajivunja. Libasegele. Yule ana hatari. Umesikia? Yule Aura mimi nilishawaambia watu wangu. Aura wakati anacheza ASEC yuko na kina Pakome. Winga kushoto alikuwa anacheza Aura, winga kulia alikuwa anacheza nani? Au bin Kramo. Namba 10 alikuwa Aziziki, namba 9 Konate. Alafu nyuma yao hapa kulikuwa na mtu anaitwa Kamara ambaye alikuwa Berkane, sasa hivi kwa Ndalechi ya Belgium. Hiyo ndio ilikuwa ASEC. Hiyo Pakome kakaa akashika tama namna ile benchi anasubiria sabu. Yule Aura. Sasa leo Aura aje. Pakome mpaka sasa hivi ana misimu 2 hajafunga goli kwa bingwa. Mechi 12. Aura kaja mechi 3 na goli 2, ana assist 2. Sasa huyo mchezaji unaweza kumlinganisha naye. Kwa hiyo leo yule Libasegele, unajua jina lake? Yule anaitwa Carbon 14. Unajua Carbon 14? Yaani kazi ya Carbon 14 ni kuangalia hedge ya mifupa ya mtu. Leo Chabalala alikuwa anapimwa hedge ile, ina umri upo. Majibu yamekujaje ana miaka 37. Yule anatali. Yule anatali ile heshima. Umeelewa? Yaani ile heshima, ndio maana nikwambia dirisha dogo sisi tunatengeneza timu. Wale ndio wachezaji sasa. Wanatoa good commitment, wanacheza kwa wakati, wanakaba kwa wakati, wanashambulia kwa wakati. Wanatengeneza nafasi, tunazitumia nafasi. Mwalimu amekataa, refari amekataa. Tumepata pointi 1, tunashukuru Mungu, lakini pointi 2 wanazo marefari. Kwa hiyo waisha hivyo tu. Sasa watakuja uwanja wa Taifa. Sio wanakimbia kule. Na hii aibu Yanga alikuwa anakimbia pale. Mimi niliwaambia Yanga kuhamisha mechi Zanzibar anakimbia aibu. Hii ilikuwa aibu uwanja wa Taifa. Sasa hapa ndio watu tuko watu 8,000. Hivi ndio watu 65,000 hapo unapigwa pila kama lile. Wangekaa chini wote. Wangekaa chini wote. Mimi nakwambia wachezaji wa Yanga wangekaa chini na zile kelele. Diara man of the match. Unajua tafsiri yake? Sisi watu wa mpira ukimwona golikipa anakuwa man of the match, tafsiri yake timu yako mbovu.
timu yako inashambuliwa kupita kiasi. Umeelewa? Hebu niache bwana, wewe ni mpira. Man of the match. Ukiona golikipa anakuwa man of the match. Tafsiri yake maana yake golikipa amekuwa man of the match. Timu yako mbovu inafika. Nakupa kumbukumbu sawa, finali sawa ya Madrid na Juventus sawa ya UEFA, ikakaa sasa anaingia sababu alikuwa man of the match na Madrid anachukua kombe la UEFA. Maana yake nini? Kipa aliweza kufanya kazi yake kwa ufasaha sawa, na jukumu lake kufanya saves. Kingine ninachomwambia wewe umefeli 100% kwa sababu Yanga anazidi kwa asilimia kwa pointi 5. Alizidiwa na Yanga kwa pointi 5. Kama umezidiwa na Yanga kwa pointi 5 na ulikuwa na nafasi ya kupunguza gap zibaki 2, umeshindwa. Maana yake katika mechi leo aliyekuwa anahitaji zaidi hii mechi ni yeye hii apunguze gap, lakini umeshinda na zimebaki alama 5 zile zile. Hiyo ni total failure. Sema ni kwa sababu ya kufungwa kwa muda mrefu, ndio maana mnaona kama kuna kitu mmekifanya. Poleni. Msimu wa mwaka juzi Yanga alifungwa na Simba, sasa tukachukua pointi 4. Goli nani Kibu mkandaji ile na Eno Kinunga. Alafu mechi ya kwanza ilikuwa sare, Okra Magic ndio anafunga goli, umeelewa, Yanga anasawazisha. Bingwa alikuwa Yanga. Hii ni ligi ni marathon, wasitudanganye. Wao walituleta huku, walikuwa wanajua huku wanapata nini? Guantanamo. You know the meaning of Guantanamo? Sehemu ya moto. Yaani Guantanamo maana yake ni prison ya hatari, ni dangerous prison. Yaani ukiingia huko ndani utoki na wanakuwekea kibango. Kama utafanikiwa kutoka huko ndani kesi una hata kama uliua. Kwa hiyo walijua huko Simba atakuwa toki. Matokeo yake sasa, yeye askari magereza ndio kafungwa chumbani hapo Mwamba anaondoka. Kaisile amesema ni Bosi Kaisile Mwamba anatakiwa afanye mambo kidogo ili Mwamba aweze kurudi Dar es Salaam. Yaani congratulations ndio walifanikisha kuja hapo. Kuja zangu ndani ya nini? Ndani ya Zanzibar. Na kuja kule Dodoma, Zanzibar. Sasa hivi ngoma ikirudi inaelekea wapi? Inaelekea Arusha. Bosi Kaisile asiwe na wasiwasi. Simba tunaijenga. Na hii ndio Simba tuliokuwa tunaitaka. Sawa? Inacheza kwa kufuata vitu vitatu vya mpira. Commitment, space na nini? Na time. Tunakaba kwa wakati, tunashambulia kwa wakati, tunachezea. Yaani tunakushambulia, tunatengeneza nafasi. Na pasi nyingi tunapiga sisi. Leo tumepiga pasi 688. Mbona hujaondoka na ushindi? Wameshinda pasi, wamecheza pasi 300 na mbona hujaondoka na ushindi? Umeelewa? Unaoteza sisi kwa mpira. Baba ukimwona golikipa anakomana za mechi shughuli ile pevu ndugu yangu. Mchezaji wako maana mechi yako nani? Atoka mechi kwani hujamsikia tangazo? Wana mchezaji sasa mpaka atoke mimi timu nzima. Hivi unamtoa nani pale? Kila mtu amefanya kazi yake vile inavyopaswa. Kibabaga leo kaitumikia nafasi yake. Ana goli ngapi? Ukienda upande wa kulia huko, sasa Shomari Kapombe kaitumikia nafasi yake. Goli ngapi? Ukija katikati beki kubwa kuliko baba, nataka kumuuliza swali anatoka ushindi. Kaitumikia nafasi yake. Ukija kula kile ni hatari. Umeelewa? Umetoka kupandisha juu kwa Kagoma ndio usiseme. Umetoka na alama ukali mchana, watu wamepiga vidali hizo, wamevuliwa, wametiwa makosa. Umetoka na alama ngapi? Umetoka na alama ngapi? Yaani gereza kukusamea leo kosa. Yaani gereza leo kukusamea leo kosa ndio kwanza. Nani anapotoka leo? Yaani kaongea mpaka jasho na mtoka. Nani waandishi habari, kwa nini msingemuuliza swali dogo? Mama ya mpira mkubwa katoka na ushindi. Mimi na tunakuuliza swali dogo kama hilo.